Miguu ya kuku alifanya mazoezi makali ambayo hakuwahi kuyafanya kwa zaidi ya miaka 3 nyuma. Hakujisikia uchovu wala kiu, bali alijisikia kufanya mazoezi ya kila namna, mazoezi ambayo yangalirejesha kasi yake halisi, kasi ambayo ilisababisha kapachikwa jina la miguu ya kuku, kasi ya nyoya likaalo kwenye kifua cha kuku mtetea. Mazoezi yake yalichukua saa 2 na dakika 5. Akavua nguo zote na kuzitupa popote ambapo mkono wake ulielekea. Akaelekea bafuni akiwa kama alivyozaliwa. Akatumia dakika 3 pekee kujimwagia maji bila kujigusa popote mwilini mwake. Akaelekea chumbani kwake na kutungua nguo alizoona zinafaa kuvaliwa kwa usiku huo. Hakujipaka mafuta wala hakuwa na sababu ya kufanya hivyo. Baada ya hapo alielekea jikoni huku akipitia simu yake iliyokuwa ikiita juu ya meza. Akaitazama na kwenda kujipakulia chakula alichoona kinatosha kulijaza tumbo lake. Akachukua na chupa ya maji ya kunywa yenye ujazo wa lita 1.5 na kuelekea nayo sebuleni. Akaanza kukifakamia chakula kilichopendezeshwa na mapaja ya kuku wa kienyeji na firigisi. Alikula bila kujali simu yake iliyokuwa ikiita kwa fujo pembeni ya sahani yake. Alipouza kwa kuwa alijua ni nani alikuwa akimpigia. Ilikuwa ni namba fiche. Alikula hadi alipohakikisha tumbo lake limejaa takavyo. Akashushia maji baridi lita 1 na ushe, kisha akabeua shibe. Akainuka na vyombo tupu na kurejea jikoni akaviweka palipostahili. Akanawa mikono yake vizuri na kurejea sebuleni. Akakaa kwenye sofa na kuegemea huku macho yake yakitalii ukutani hadi yalipotua juu ya saa iliyokuwa ikimiliki mishale 3 iliyokuwa ikipeana zamu kuzunguka. Akasoma majira ya mishale ile. Ilikuwa ni saa 2:30 usiku, na ni wakati huo simu yake ilianza kuita tena, na mtindo wa mpigaji ukabaki kuwa ule ule wa kuficha utambulisho. Akaitazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kuamua kuipokea. Sikukosea kukuchagua. Ona, umemua mtu aliyeshindikanika. Unajua kuwa kila kiumbe kinachovuta pumzi una udugu na shetani. Upande wa pili ulimaliza kwa swali, huku mzungumzaji akisindikizwa na chafya nyingi mfululizo. Muulize, Zuki alijibu kimkato. Nani? Jamaa alipiga simu naye aliuliza kwa upole kama vile alikuwa hajui walichokuwa kizungumzia. Shetani, Zuki alijibu. Wakati huu sitakupa chochote kwa sababu kazi yako ni hapa mjini. Ujumbe umeuona na ninakupa saa 3 pekee kukamilisha hiyo kazi. Baada ya hapo tutaongea kuhusu ndugu yako Dodi Danga. Jamaa alisema huko akimalizia kukohoa kikohozi kikavu. Zuki Gadu aliamua kukata simu. Hakutaka kumsikiliza tena mtu aliyekuwa akicheza na akili yake, wala hakutaka kuendelea kupelekeshwa kwa namna walivyokuwa akitaka. Akasonya na kuiweka pembeni simu yake, lakini haikuchukua hata sekunde 10 ikaanza kuita tena, na mtindo ukiwa ni ule ule wa simu fiche. Akaipokea. Kuikata simu ambayo hujaipiga ni kosa kubwa sana ambalo kwangu halinaga neno samahani. Na kikata kidole kimoja cha ndugu yako, ukikata tena nalikata sikio la. Kabla hajamaliza simu ilikatwa tena. Zuki akasonya huku akitupa kando yake na macho yake yakiangukia kwenye saa iliyokuwa ukutani. Mishale ilisoma majira ya saa 3 na dakika 3 usiku. Akataka kuinuka lakini akasita baada ya simu yake kuita tena. Mpigaji alikuwa ni yule yule. Ukitaka muue. Zuki alisema na kuikata simu pasina kutaka kuendelea kuisikiliza lolote la ziada kutoka kwa mtu ambaye hadi wakati huo hakuwa amefanikiwa kumfahamu vema, wala hakutaka kufahamu ingeliwachukua muda gani wakiendelea kuchezeana namna hiyo.
Bado tunakimbiza. Hii ni sehemu ya 8 ya riwaya ya Zuki Mwiba wa Chuma. Bahati Kisarwa Mwamba ndiye mshika kalamu. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743 217 523 ndio nambari zetu za simu. Karibu Alwatan kwenye riwaya mapigano. Hii ni Zuki Mwiba wa Chuma, ni sehemu ya 8. Bado tunaendelea kukandamiza. Hakutaka aendelee kuchezewa na mtu. Alikaa mahali akipunga upepo kwa amani. Simu ikaita tena, lakini hakuhangaika nayo. Hakuipokea na badala yake alielekea chumbani kwake. Akachukua funguo mmoja uliokuwa juu ya kitanda. Akatoka nje nyumba yake na kuelekea kwenye maegesho ya pikipiki zake zilizokuwa zimepangwa kwa kufuata mtiririko wa ubora na aina ya pikipiki. Akachagua pikipiki ya 3 kati ya pikipiki nzuri na zenye ubora mkubwa. Akaitoa miongoni mwazo na kuiwasha. Alijaribu kwa kuvuta moto mwingi na akasikia mlio wake. Akaridhika na utimamu uliokuwepo. Akapanda juu yake na breki ya kwanza ikawa getini. Akashuka na kufungua geti, akaitoa pikipiki na kisha akarejea tena kulifunga geti. Baada ya hapo akaondoka mtaani kwa kasi iliyokuwa kubwa bila kujali lolote laweza kutokea, na kukawa na chanzo cha ajali. Alijiamini kupita maelezo, na ndivyo ilivyokuwa kwake miaka yote alipokuwa akitumia usafiri wa pikipiki. Kutoka mtaani kwake pale nyumbani hadi ilipokuwepo Jaco Hotel kwa mwendo wa kawaida ingeliweza kumchukua zaidi ya dakika 40, lakini mwendo aliokuwa akitembea ilimchukua dakika 15 pekee bila hata nyongeza ya sekunde moja. Alitembea mwendo mkali kwa sababu alitaka kuwa mbele ya mtu yeyote aliyekuwa akimfuatilia. Hakutaka kuwa kwenye rada za mtu yeyote ambaye alikuwa nje nyumba yake akimsubiri, na hilo alifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Pikipiki yake aliegesha nje ya uzio wa hoteli. Akahakikisha hakuna aliyekuwa akimfuatilia nyendo zake. Akazihesabu hatua kadhaa kuelekea hotelini, na moja kwa moja alifika mapokezi. "Nina mwenyeji wangu chumba nambari 67 Chue," alimwambia mtu wa mapokezi, ambaye naye hakuhangaika kuuliza maswali mengi ya ziada. Akamwelekeza uelekeo wa kuchukua ili afike huko aendako. Chumba nambari 67 Chue kilikuwa ghorofa ya 2 mashariki. Mlango wake haukuwa umefungwa, bali uliegeshwa na kuachwa wazi kidogo. Uwazi ulimwezesha Zuki kutambua kuwa haukufungwa. Alitabasamu baada ya kuhisi atakwenda kukutana na kitu kilichopangwa na si kitu cha mshituko. Alisukuma mlango taratibu sana, huku milango yake 3 ya fahamu ikiwa wazi kuhakikisha hakuna hujuma yoyote ile atakayofanyiwa. Mlango ulifunguka kwa namna aliyotaka. Alipoingia ndani na kurudisha kwa nyuma, bado hakuwa ameona jambo lolote lenye kuhatarisha usalama wake, na ndani kulikuwa na giza. Akajitahidi kutumia hisia zake pekee kuweza kutalii ndani ya chumba kile kilichokuwa na ukimya kutisha. Maeneo yote muhimu aliyafikia, lakini hakuweza kuhisi uwepo wa mtu, na hata alipojaribu kunusa harufu yoyote alishakutana na uturi unaoishilizia, na alikuwa na ufahamu ni uturi pendwa kwa mmoja wa watu wake anakutana nao mara kadhaa. Aliwashatana, macho yake moja kwa moja yakaangukia kitandani. Kulikuwa na mtu aliyelala kiubavu akiwa amempa mgongo. Kulikuwa na mtu aliyelala kiubavu akiwa amempa mgongo. Mwanamke, aliwaza huku akiwa makini kuhakikisha mwanamke alilala kwa utulivu kitandani, hamletei hujuma yoyote. Alipiga hatua kwa utulivu kukielekea kitanda, hesabu zake zikiwa kwenye kukwepa shambulizi lolote la kushitukiza. Ahadi anafika kitandani hakuwa ameona mtikisiko wowote uliofanywa na kiumbe aliyekuwa amelala kitandani. Kwa umakini mkubwa kaunyosha mkono wake kumgusa na kumgeuzia upande ambao angeliweza kumwona. La haula,
Alipigwa na mzubao usioweza kusimulika kirahisi. Aliganda kwa dakika 2 pasi na kuhisi wala kusikia lolote zaidi ya kumtazama mwanamke mzuri akiwa amelala na majeraha makubwa usoni mwake na sehemu nyingine za mwili wake. Haikutosha kuyaona majeraha yake ambayo pengine yalikuwa yakimpitisha kwenye maumivu makali. Aliliona bomu la kutengenezwa la kienyeji likiwa na ufanano sawa na bomu aina ya C4. Liliwekwa kihesabu muda na zilisalia dakika 8 kabla ya bomu hilo kulipuka. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743217523 ndio nambari zetu za simu. Umekufanya nini Montana? Alisema kwa sauti iliyomkwama huku akimwekea vidole vyake viwili shingoni. Asante Mungu, bado napumua, alisema baada ya kusikia mishipa ya damu iliyo shingoni ikisukuma damu kwa kasi ndogo sana. Kuna vitu viwili alitatizika kuvifanya kwa wakati mmoja. Alishindwa kuamua endapo aanze kuhangaika kulitegua bomu au hahangaike kurejesha fahamu za Montana. Akajiuliza ni vipi kama atatumia dakika 4 kuhangaika na fahamu zilizoenda kusikujulikana na dakika 3 kuhangaika na bomu. Vipi kama bomu limetengenezwa kwa mfumo mgumu wenye kuchukua zaidi ya dakika 20 kufanikiwa utenguaji wake? Ina maana maisha yao yatakuwa hatarini na fahamu za Montana zitakuwa zimerejea bure. Alikwama. Ina maana siwezi kulifungua bila kuzigusa nyaya zake na kuliacha lilipuka lenyewe? Alijiuliza huku akitazama namna walivyolifunga mwilini mwa Montana. Akajikuta na tikisa kichwa alipogundua kuna baadhi ya nyaya zilizungushwa kwenye ulimi wa Montana. Hivyo kwa namna yoyote ni lazima amke na ifanyike jitihada ya kuzitoa nyaya za mdomoni. Pia aligundua kitu kingine kilichomfanya aanze kutetemeka mwili mzima. Zile nyaya zilizungushwa kwenye ulimi huko zikipishanishwa na kuachwa bila kugusana. Kwa kuwa Montana alikuwa nusu mfu, mdomo wake ulikuwa wazi na endapo angeliamka na kuufumba mdomo wake angezigusanisha nyaya nyembamba zilizochunwa mpira wake, na hapo bomu lingelipuka bila muda halisi kutimia. Macho yake yakarejea kwenye kihesabu muda. Zilikuwa zimesalia dakika 6 na hakuwa amefanya jitihada zozote hadi wakati huo. Amka, alijiambia huku akijipiga kichwani kwa kofi lenye uzito wa kawaida. Akapeleka mikono yake hadi kulipofungwa bomu lenyewe. Hakuligusa. Akaacha macho yake yatalii kwa namna ya kujua ni vipi waya wa kilipuzi ulikuwa umeunganishwa na kichwa maunga. Waya mwekundu aliuona, lakini waya mweupe na wenyewe ulikuwa umeingia pale pale ulipoingia waya mwekundu. Na jumla ya nyaya zilikuwa 4: bluu, nyeusi, nyeupe na nyekundu. Nyaya hatari zaidi ni nyekundu na nyeupe, hivyo ikamuia ugumu kujua alitakiwa kufyatua waya gani kati ya hizo mbili. Dakika nazo zilizidi kwenda. Alibakiwa na dakika 3 pekee, huku akiwa bado anahangaika kujua anyofoe waya gani na kumwacha Montana alipokiwe na bomu. Ni kitu ambacho asingeliweza kufanya. Kwa nini? Kwa sababu alihitaji kupata taarifa muhimu sana kutoka kwake, taarifa ambazo zingelimfanya aridhike. Jambo likiula muda wake bila sababu ya msingi na halikuwa na maslahi yoyote pale, asingeweza kukubali. Dakika 2 zilisalia, bado alikuwa akihangaika kushughulikia nyaya na kuzitafiti kwa kina sana. Jasho nalo lilikuwa limemlowesha mwili wake mzima. Hofu kubwa moyoni mwake kiasi hata mapigo ya moyo yalikuwa yakienda mbio kuliko kawaida, wakati yeye akifikiri namna ya kutegua bomu lililokuwa limebakiza dakika 1 na sekunde kadhaa. Mikono ya Montana na yenyewe ilianza kutikisika kuashiria alianza kurejewa na fahamu. Usiamke please, usiamke, aliongea kwa sauti ndogo yenye kitetemesho, huku macho yake yakienda kutua mdomoni mwa Montana ambaye alikuwa ameanza kufanya jitihada za kutaka kuilamba midomo yake. Kitu hicho kingelisababisha agusanishe nyaya na bomu lingelipuka kabla ya muda.
uliotegwa. Zuki Gadu hakutaka hicho kitokee. Haraka akawahi kukiweka kidole chake mdomoni mwa Montana ili kama atataka kufumba mdomo wake aishie kugusa kidole na mdomo baki wazi. Wakati huo macho yake yaliona zile nyaya mbili ambazo zilitakiwa kugusana ili zitoe mlipuko. Kulikuwa na waya mweusi na mwekundu. Akaelewa jambo. Ule waya mweupe ulimpotezea muda tu kutofautisha na waya mwekundu uliowekwa kwa lengo la kumzubaisha yeyote ambaye angelihitaji kulitegua bomu hilo, na badala yake hatari kubwa ilikuwa kwenye waya mwekundu na mweusi. Kwa umakini mkubwa akaushika waya mwekundu na kuvuta taratibu ili unyofoke kwenye kilipuzi. Wakati huo zilisalia sekunde 45 pekee. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743217523 ndio nambari zetu za simu. Na mkono wenye kufanya kazi ulikuwa ni mmoja, huku mwingine ukizuia midomo ya Montana isigusane. Ziliposalia sekunde 30 kuna mambo mawili yalitokea. Montana alifumbua macho na kukurupuka huko akiusukuma mkono wa Zuki Gadu. Wakati huo waya mwekundu ulichomoka kwenye kilipuzi, lakini bado sekunde ziliendelea kusoma na zilitembea kwa kasi kubwa kuliko kasi ya kawaida. Tulia, ni mimi Zuki, tulia. Alipaza sauti huku macho yake bado yakiwa makini kutazama waya wa bluu ambao ndio alikuwa akishughulikia na mienendo ya matukio yakihesabu muda. Sekunde zilisalia 2 na kidole cha Zuki kilibaki mdomoni mwa Montana. Mkono mwingine ulinyefua waya wa bluu na sekunde zikasimama. Asante Mungu, Zuki alisema huku akifuta jasho, lakini hakutoa kidole chake mdomoni mwa Montana ambaye hadi wakati huo alikuwa kihema kwa hofu na kutetemeka mwili mzima. Endelea kuacha hadi nizitenganishe hizi nyaya, sawa? Sawa, alimwambia huku akitoa kidole mdomoni mwake na kuanza kuhangaika kuzifungua nyaya zilizokuwa zimezungushwa mapindo 3 kwa kila waya. Inuka taratibu ili tuutoe mkanda, alimwelekeza, na maelekezo yake yakafanywa kazi kama alivyotaka. Akaufungua mkanda ulioshikilia bomu na kuuweka kando. Naam, bomu likawa limewekwa kando ya kitanda likiwa halina uwezo wa kulipuka tena. Pole sana, alimwambia huku akimsaidia kushuka kitandani. Mwili wa Montana na huku ana nguvu kwa sababu ya madhila aliyopitia. Waliondoka kwenye ile hoteli bila kushitukiwa na yeyote yule, licha ya alama za vipigo kwa mwilini mwa Montana. Walienda kuipanda pikipiki na safari yao ikawa ni kwenye moja ya gereji zilizokuwa zikimilikiwa na Zuki Gadu ambaye hakutaka kumpeleka nyumbani kwake wala kwenye makazi yake mengine. Hakumwamini mwanamke yule ambaye alikuwa ni askari kidole chini ya doria 0. Unahitaji huduma ya haraka sana ili upate nguvu leo kidogo, Zuki alimwambia huko akimlaza kwenye sofa la ndani ya ofisi ya kiongozi wa gereji. Upepo wa kwenye pikipiki umenisaidia, na huduma nitaipata nikienda kwangu. Montana alijibu huku akijikagua mwili wake. Pole sana, ilikuwaje? Alimuuliza. Walinikamata nikiwa kwenye harakati za kuwafuatilia baada ya wao kuhama hoteli ulionikuta. Hapo ndipo ilipokuwa makazi yao kabla kuhamia nyumba moja huko Salasala, Montana alijibu. Ulimpata mwendesha pikipiki? Aliulizwa. Anaitwa Dadi, ni raia wa Mali, anafanya kazi chini ya mtu mmoja anaitwa Zibwabanda. Montana alijibu. Zibwabanda? Zuki aliuliza kwa mshangao mkubwa. Wakati huo alikumbuka sauti iliyokuwa ikiwasiliana naye na akakubali ilikuwa ni sauti ya Zibwabanda. Akakumbuka hadithi fupi ya Daudi Nyuso ambaye alikuwa
akifanya mambo yake mengi kwenye mipaka ya nchi ya Kongo, na huko ndiko alikokuwa akifanya kazi Zibwabanda. Hayo yote yasingelimshangaza. Kilichomshangaza ni kusikia Zibwabanda bado yupo na anaishi. Yupo Tanzania sasa. Zibwabanda alimuua mwenyewe, na ilipita miaka 3 kuelekea 4, na alihakikisha hadi vyombo vya habari nchini Kongo viliandika kuhusu kifo chake. Inawezekanaje? Alijiuliza kwa sauti ndogo ambayo iliyafikia vyema masikio ya Montana, ambaye alikuwa akimfuatilia kwa karibu kila kitu alichokuwa nakifanya na namna alivyopagawa baada ya kusikia jina Zibwabanda. Nini kilichoendelea? Usikose sehemu ya mwisho